Yes, karibu tena. This is Rekeshumen and East African edition. Mimi naitwa Alasisco. Ya leo niko na Paddy Wubon. Paddy, tumerudi. Kwa nini nyinyi mapresenter mnapenda kufanya hivi? Alafu ukisikia hii the next thing inakuanga yes. Zinafuatana? No. Kwa nini zinafuatanaga? Nipo na yes. Yes, your boy Paddy yupo ndani ya jumbani yake. Niko katika maandalizi. Yes. Kwa kumaya. Update, tupatie update ya mapishi. Huko kunaendelea vizuri, maiti inaendelea vizuri, tumeilaza mahali pazuri kabisa. Niko katika ni zahanati. Kiswahili nazo Julian nanga wao. Majana Kiswahili. Batene naona pale sasa ni kukaranga naona. Hapo nikupie. Naona umekataa sufuria zetu za business tukasema utapika na yako yenye ulikuja nayo ugali. Ni sawa, inaeleweka. Hiyo inaitwa roots. Mama's love. Wakijaluo wanasema kuzaa ni mzuri. Siku yenye nitaona hii imetengenezwa ile yenye tunakanyanga na mguu. Unajua ile unakanyanga unagonga na clutch. Hiyo ndio siku ndabebea mkono. Na kwa nini watengenezee hizo? Hizo kama zile za shule, zile za high school. Nadhani material ni expensive. Business kitchen mtatuambia. Mbona hamuuzi hizi kubwa zaidi za mguu? Za high school za mguu. Anyway, Paddy, talk to me. Jani yako vile nilikuwa nimesema it's an amazing one. Nimekwambia kwa break, mimi sikuwa najua ulikuwa Project Fame, nimejua leo. Nilikuwa najidanganya sana na kujua kwa ile time tumejuana. Kumbe sikujui. Ndio uone umeingilia ujinga. Ai, uwerevu ilikataa. We. Yeah. Mimi mpaka nimeuza mtumba. Nimeuza mpaka juice ya fruits. Okay. In fact, I've tried being serious. Nimejaribu. Iko. Tuingie hapo kwa some of the hustles umefanya. Kuuza mitumba. Hustles zenye nimefanya kadhaa. Okay. I've even done, nimekuwa mpaka dancer. Ni choreograph. Nimekuwa na at some point nilikuwa mpaka na kafahamu ka modeling. Okay. I'm a models. Should I call it a farm? I'm a company. Yeah, farm. Unasikia ujinga mbali unipeleka. Ni agency unaipeleka chini. Useme tu farm. Okay, sawa. Nilikuwa na farm. Ikuwe karibu na low hapa. Sasa nilikuwa na models. Tulikuwa nafanya kuzunguka country. Tukienda kufanya show za models. Mnatembea alafu mnapiga break mnangevia kidogo hizo. So I did all that. Baadaye nikakuja nikaingia kwa gym. Okay. I've been an instructor and I'm still an instructor mpaka sasa hivi. Okay. Huko ndio nilijifunza maneno ya upishi na lakini uyatima pia amenifundisha upishi. Ulianza kujitegemea mapema. Kujikata nilijikata. At some point kuna time nilijikata mpaka naona ilikuwa ina hang. Wow. Unajikata. Because you have to do your cooking peke yako kwa kitchen na kila kitu. So some of the hustles nimefanya kadhaa. Okay. Nimefanya kadhaa. Nimesema nini mitumba? Yes, hiyo umetaja. Ulikuwa unauza wapi? Mitumba nimeuza mpaka ile natembea. Unaona unachukua Gikomba unakuja unatembea unafanya unajaribu kuuzia wase. Yes. But I've done a lot. Kuna zile but pesa yangu nimepata kwa vitu mingi sana. Hata sewage. Unasikia sewage ya mtu imeblock. Mzite fundi. Saenda pale. Niko hapa. Unavuta unaenda unatoa hanga zako kama 10 connect. Bora familia ikule. So you've done all that. Wow. Yeah. Ni inspiring sana. But turudi kwa comedy and parodies and all this, yeah? Pesa yako ya kwanza. Yeah? Because watu wamekuwa wakikuja hapa. And we've had also very amazing stories. Watu wanakuja wanatuambia, mimi kuna time jina ilikuwa huko. Yeah? Yaani kila kona napita
nani. Jina na sura ni kubwa. Lakini mfuko ni nono lakini haina content. Yes. Jina ni kubwa na iko na content. How has it been for you? Ni the same case ama ni I think yangu imekuwa tofauti kwa sababu sijawahi choose kuangalia jina up to date. The character Paddy ni character moja ordinary sana. Ni character mwenye hata saizi ukinipata mimi niko ndani ya gari kama gani, hata Probox utasema zile za Paddy can drive. You understand? That's one of the biggest mistake yenye watu wamekuwa kifanya. You live past you. Okay. Your character inakuwa richer than wewe. Yet huwezi sustain the life that your character ina bring in. Unaelewa? So I've been humble. And I've always wanted to create character yenye pia iko humble, na pia I've always also wanted to advise. Saizi nikimake millions, I will be humble, a humble millionaire. Unaelewa? Yes. Not like I'm making 30,000 but my character ni millionaire, but siwezi hata nika sustain kitu fulani when sijui anything to do with life ya huko juu. So I've always tried my best to live my life vile iko. Okay. So sidhani kama imekuwa ile ngumu sana. Mimi ni yule mtu mwenye nimelala njaa na sija notice nikiwa happy. Yes. Sijaona kama hiyo kulala njaa ni shida. Okay. Na bado pia nimelala njaa nikiwa na thao zangu kadhaa kwa ndani ya nyumba. Unaelewa? Na pia kuna time nimekula kama I have nothing kwa mfuko. Unaelewa? Na pia kuna time nimekula kama niko na zaidi. So okay. Siwezi nikasema kwamba the journey has been all that. Na just state your mind ndio inakuonesha. Na mtu ako nayo lakini anasikia uchungu. Anasikia uchungu sana. And ni fiti vile umesema that kuna time hauna but una feel tu uko sawa. Industry and juzi tu tumekuwa vitu zimekuwa zikijitokeza. We've seen especially kwa art. Yeah? A lot of people wamejitokeza wakiongelea depression and all that. Is it something wewe ushawahi pigana nayo? Yeah, depression. Ushajipata in a state of that unaona mimi hapana. As an artist wango? Yes. Wewe hujawahi jipata? Bro. You will be depressed if you're lying. Because for me what I could define depression. Somebody mwenye amekuwa kwa life ya kuhustle. Sijui nisemeaje. My first depression was when my dad died. Okay. Hapo ndo nilikuja kuona change. I used to be this, now I'm not this. Now I'm struggling to get back. Hiyo stage hapo ndio sasa pali penye psychology yako wewe unaamua kwamba do I take this positive or negative. Ukianza kujionea huruma, trust me, the first thing yenye na kick ndio hiyo kitu inaitwa depression. Okay. You will be depressed. Your wife alikuwa mzuri, all of a sudden amechange. Vile utaangalia unaelewa? Mfuko ilikuwa nono, all of a sudden gari ulikuwa na V8 saizi uko na kabike. Vile utaangalia unaelewa? But mimi I'm comfortable with the V8. Give me Sunipe. Unaelewa? Niko comfortable now. I still live with it kama mtu mwenye anatumia Uber ama mwenye anatumia pikipiki. I will live with it. Okay. So siwezi nikasema kwamba nimeshawahi kujialao, kujionea huruma. Sidhani na siwezi sijawahi. Okay. And tukiwa hapo tusha get the point that Paddy character yako ni ya mtu wa kawaida sana, yeah? But you have friends in the industry, you have friends tunawajua, yeah? Na wengine labda hatuwajui. Do you think wenzako ama wenzetu wa industry wanaishi life sio yao and that's why they end up being depressed? Wengi, and sometimes you advise but you end up kugundua. Like there's someone mwenye nilimwahi kumadvise. Nikamuuliza, man,
nyumba yako ni how much? Akaniambia ni 30,000. Me I pay over 40,000 kwa nyumba yangu. The reason why I paid kwa sababu najua hiyo nyumba inikuli. It's not a liability to me. Najua ni nini inapata. I know what I'm using that house. What I'm doing in that house. Yenye ina bring karibu triple of that. Okay. So hata kama ni 50,000 nitakuwa comfortable nayo. But alasi kama unaishi kwa nyumba ya 5,000 na inakukula na mshahara yako ni 12,000, I'll come to you na nitakuadvise. But there's a friend of mine mwenye nilimuadvise. Up to date haniongeleshi. Na haniongeleshi kwa sababu ati ameendelea. Alikuja aka go down, akaenda chini, haniongeleshi kwa sababu ya aibu. I wish hata saa zingine nashindwa vile ni muadvise, unaelewa? Nimpatane na yeye nimuongeleshe. Cause yeye mwenyewe aliniambia zile za don't ever call me again. Usiwahi kuniongelesha. Kuniambia hizi vitu. Yes, usiwahi. So saa zingine unaangalia kuna watu ndio wana go through it because umeweka life yako ikakuwa mahali penye haifai. Okay. It's wrong. Okay. Wow. Talking of challenges kwa industry. Yeah? Si naweka hizi vitu sijui ni nini naweka. Sio guess vibaya. Sio guess turmeric ni nini? Si turmeric ni bringanya. Si ni bringanya. Ni vile imesiagwa. Ni vile imesiagwa. Some of the challenges zenye umepitia kama acha niseme content creator, yeah? Yeah. Ni gani? Content creator. Yes. Some of the challenges zenye nimepitia as a content creator yenye naweza nikasema ile ina exist kabisa sometimes ni una lack characters. Kuna characters. To create content is so easy. But to lack characters ni moja yenye unapata you have a very rich script. Okay. But sasa the person mwenye anaweza kufanya hii kitu anaweza bring home mpaka ifike. Haonekani. That is one. Number two, sometimes unapata ni people not believing in what you Well, manoma. Hii pia ni challenge. You know hii ni challenge sisi upitia. So there's that, and another thing ni people not believing in people not seeing what you want to do. Okay. Lazima tuko naye hapa. Tuko the same boat. But my direction iko tofauti sana na yako. Well, when you're paddling to the east, me I'm paddling to the south. Unaelewa? But we are in the same boat. You maybe think we have a sense of direction. Unaona? So sometimes unify na kuwa ngumu. And hapo ndio unapata also creating that nini ya as a director sometimes unapata unasaidika na places kama hizo. Okay. So naongeza maziwa, usione kana waroka. Na kwa nini unaongeza maziwa? Saa zingine hiyo pishi tofauti tunatakanga kuambiwa. Why? Ni utoto tu. Ndio mdono na maziwa. Ni ujenga tu. Nini tunaongeza maziwa tu ndio ikuwe na hiyo flavor ya maziwa. Okay. Na ni nini unapikia hapo? Najua it's This is fish fillet. Okay. Good. Fish fillet. Good. At least tukijua hivyo kuna importance na cause Reka Squad nyumbani huwa tuna experiment what we see in this kitchen. So yes, usidhani ati unapika tu tukule Kwa hivyo haita tuwaripikia sisi peke yetu. Mpaka wao. Welcome home. Hii kitu. Mpaka wao. Ikifika mahali pa kulipuka, nitamwambia kuna mtu. And Paddy, wewe kama wewe sasa as Paddy, what do you think watu wamekujua nayo zaidi? Is it the parodies? Is it the comedy kama hizi Churchill wapi? Wewe unafikiri nini watu wamekujua nayo zaidi? Very many people wanajua vitu tofauti sana. Very many people wanajua vitu tofauti sana.
kuna watu wenye wananijua as okay, nimekuwa kwa gym industry miaka kadhaa. Okay. There's somebody once alinikujia ameingia tu hivi anacheka na kuna headphones, alafu akuja akanishikia kanambia you need to ebu ana umulunje, you need to see this guy. Nikienda kuangalia niko zile za unanichezea nini? You know very well this is me. Hapo akacheka amecheka au ni kama mimi nacheka. So anaangalia hapo alafu akaniangalia kibono cheka. And I'm like this guy really doesn't know this is me. This is a client, only client wangu mwenye nimekana naye more than a year and a half. He's like, Devi, umenotice kitu moja? Umenotice unafanya na umse? I'm like, yeah. Ai, hata paka sauti. I'm like, okay. Bro, this is me. But I'm like, this guy ananipatia very genuine expressions. I'm like, wongo. So, nimekuja kulan kuna watu wengine wananichukulia vibaya na hii ujinga yangu hivi vinaniona mimi ndio mimi ndio assistant chairman wa koti yetu kwa committee ya serious stuff. Wow. Siweje nimeblock wewe uko pale. Watoto wamefanya nini? Security watu wajalipwa, mimi ndo nafanya those serious stuff. So kuna watu wenye wananijua tofauti. People wako na nini tofauti. Okay. Yes. Wow. And kuna wenye pia wananijua kama father. Wenye sometimes hata nashindwa vile niende ni kwa meetings za what do you call it, the PTA ama nini za walimu na BOG na BOG and whatever, so zingine unaingia kwa zile za so yoba sorry pole unakuwa mjinga, you're like okay. Sometimes wananitake hivyo. Okay. But I think watu wengi wananijua na the comedy ndio wananijua na sana. And I'm happy that people know me hivyo. Reception yangu iko sawa because here nisha adapt. I'm not irritated. Yes. Sasa unapata watoto wanakutana na wewe wanakuimbia ile ngoma katikati ya hii, unajua version yangu ya Jerusalema. Yataka tuko church. I'm like I know how to react. So okay. And what is that one weird thing, a fun ashawahi kuambia? Fun? Yes. Apart from you are my fan. You are my fan. I'm like, you. Not like he's my fan. Weird kabisa yenye fan ashaniambia. One thing that nachukianga sana. Yes. And I find it irritating. But sometimes ni uzima tu fan hapo. Umeenda base labda hata tuko maybe party ama clubbing ama hata tuko na show. Fan anakuja na kuambia zile za man padi mimi ni mtu wako sana manze, kwanza nimesubscribe kila mahali. I'm like oh that's good. Manze tununulie kitu hapa. I'm like yani because we follow yani sasa mnastahili kuku. Kwanza umepakwa. Nimesubscribe. Wasema oh that's good. Tununulie hapa manze jo. Tunakufollow bana. Wewe tunakufollow bana. I'm like zile za. Bro, when you subscribe wangapi kati ya maybe those 200,000 subscribers wenye niko nao pale? Yes, 230. Hapo umesubscribe mara 230,000. Yes. Hebu imagine sasa nianze kutoa shilingi moja saa hii. Napatia kila mmoja. Muda nitasurvive aje, unaelewa? It's true. And sometimes unaambia tu mtu man, si ati na kunyima but bro, there has to be something that tunaweza tukafanya. There has to be something. Hata sometimes hata picha ama sometimes tunasema zile za padi. Niko na kashughuli fulani na naenda kulipwa 2,000. Ndakupatia 500 mimi nitoke na 1,500. Imagine taku respect zaidi. Unaona? Sometimes fans don't understand that. I don't know, wanaona like one view
ni 1 shilling. Sijui hivyo. Hata wengine wana 1 view ni 10 bob. Hivyo ndio inaonekananga. Yes. Ukiuliza watu wengi wenye hawajui about. Utashangaa. Utashangaa. People are waiting for that money and hata ijai atafika hapo. Unaelewa? Kweli. So I think that is the most weird thing yenye hata imenifanya hata ni react to be funny mbele ya not client but a fan. Yes. Fans hiyo fan kutoelewa. Hiyo tu. Okay. Tukirudi kwa upande wa content, kama content creators, especially wewe mtu unafanya parodies, yeah? Kitu watu wengi hawajui, nilikuwa nashangaa hiyo kisu itawahi tumika lini kwa hii kitchen. Nimeona ikitumika for the first time. Especially mtu kama wewe unafanya parodies, yeah? Kuna story za kama copyright and all this, yeah? And I know for a fact that has been a challenge to you saa zingine. But umeinvest a lot kwa kazi, alafu poof, imetekiwa down from bonge la strike. Umeinvest pesa yako yote pale. Hata pesa, time na everything. How do you deal with that? When I'm going for parody, we used to do it be blind. And repercussions pia ziko. Zingine ziko zile heavy mpaka unashindwa, hey man, kwani huyu mtu anielewi ama nini? One of the reasons why I try my best and to do music comedy ni kwa sababu ya vitu kama hizo. So I can also have my own creations, vitu zangu. But of late watu wamekuwa appreciate sana. Unapata mtu tu yeye mwenyewe ndiye anakuambia, "Padi, mimi nimefanya ngoma fulani. Si ucheze. Hebu nichezee." Chapa. Because watu washaanza kuona once Padi amefanya kitu, relevance inaongezeka. And some go ahead mpaka kunipatia hata kitu because kuna wale watu wanajua vizuri. Ndio uingie kwa studio. Ni pesa. Ni time yako. Kuna kitu umewacha ndio ufanye uingie pale. Kuna mwingine anakuambia, "Wewe fanya hii kitu." Cast wenyewe, cameraman ashike ile kitu. Unaelewa? Kuna watu hawajui hiyo. Hata kama mtu atafanya bila pesa, trust you me. Kuna ka appreciation kadogo kenye mtu uguzisha. So nowadays it's easy, but mwanzo nao sitadanganya nilikuwa na nini. Yes. Kuna challenge pia saa zingine unatengeneza kitu watu waelewi, mtu anataka kukula tu chenye unatengeneza. Kama director. Imewekelewa hapo. Nakwambia tungefunga macho tu kidogo atungepata hiyo kitu. So Padi, nataka tukave hii story yote ya challenges. And off late tuliona beshte yetu amequalify kukuwa one of the Records Code members. Records Code, you tell us pale kwa comment section. Our friend fulani hapo kuna time alikuwa anakutafuta, anaitwa Ezekiel. Sijui kama mlipatana. Next. I would say for a fact Ezekiel ni jina moja watu wasanii wengi wanaogopa kusikia. Yes. But yuko sawa kulingana na kazi yake. Yeye anajua mahali aliweka sahihi. Na akaweka kwamba lazima afanye 1 2 3. Ndio. Anafanya kazi yake which is also right. Okay. But one thing I know, kuna freedom of speech kwa mtu wote. Sio msanii peke yake. Sio msanii peke yake. There are people wenye atachukua anything. Hii kijiko ukiangalia hapa, kuna watu wanaitumia vitofauti. Na mtu anaenda kukula nayo ice cream, mwingine anaenda kula nayo mchele. Kuna mwingine utapata hii kijiko imewekwa kwa koti. Yes. Bwana judge, this was the murder weapon. People use it tofauti. Yes. That's a spoon. The same na knife. Unaona? Knife haina shida, unaelewa? I also don't believe kwamba kuna content yoyote mbaya. Okay. It's the way somebody anda kutumia. Unaelewa? Pia mimi najua vizuri kuna kitu siwezi nikakuja nikaongea mbele ya kanisa. Ni kweli.
Kuna vitu za kanisa pia sitatoka nazo, naweza kuongea, naingia tu ndani ya club naanza kuongea, nitakuwa niko wrong, naelewa. Time ya sport sitaanza kusema zile za hapo ndio sana nataka kuanza kuongea story ya sijui politics, unaelewa. Time ya pia, so I believe tuko na very independent social media yenye iko very well designed na ina regulate karibu kila kitu. Okay. People want whatever they want, time yenye wanataka. Ni kweli. Na wanaitaka from the people wenye wanataka from them. I don't believe that tuko na right ya kuanza kublock kitu, something that mimi mwenyewe nataka na natumia pesa yangu na kila kitu, naelewa. Yes. There are people who are following me because of 1, 2, 3, 4, 5 things. Ndio maana hawa follow sports. Ni kweli. Na kuna watu wana follow sports and because of 1, 2, 3, 4, 5 things. But I totally agree. Kama utasema kwamba kuna avenue yenye an entire family ina watch, this I kuingia hapo, no problem, stipulate na useme kwamba within he na he time, because hawa na hawa wako hapo. Ni kweli. That's it. But sioni shida yote. And I think hiyo mikakati iko hapo. Ni kweli. So kama zinakuwa followed na pia sisi tuna follow zetu, because hata ufanye nini, the worst thing that iko kwa hii dunia that can happen kwa hii dunia ni nini? Kama si kifo, it's death. Si ni death? True. Movies ngapi umeona kwamba kana kitu inaingizwa kwa chingo na and we are watching and we are buying zote. Sijakataa kuna vile vitu zenye zinafundisha mtu morally na kila kitu, but at some point everything at some point iko na time yake na watu wake. Ni kweli. Nakumbuka kwa churches kuna time yenye mdema angeingia kama amevalia zile high heels. Zilikuwa zinaitwa pumps. Yes. Watu wangekuangalia. Hata lipstick peke yake, si ndio? Ni kweli, ni kweli. Hata skirt, mini skirt yenye imepita hapa. Nowadays hata mareverend wetu ndio wanatuvalia. So you cannot stop it. Mtu kama hataki kwenda kwa church, asiende. Unaelewa? So I think msanii wachapatiwe. It's another way ya let's not kill the psyche yenye mtu ako nayo. Yes. We can regulate, not limit the creativity. Yes, we can regulate the platforms za kuonekana, timings. But wacha watu wafanye. People are already doing these things. That without us recording or shooting, people are doing all these things. People are doing worse things than whatever msanii anafanya. So kama unataka kuiongelea, wewe ongelea. Unaelewa? Ni kweli. Yes. And wacha tu niongeze hapo niseme, and especially platforms like YouTube huwa tayari wameweka hizo mikakati. Hawawezi ruhusu kitu hawataki ikue pale, because there's all those community guidelines. Kama hawa believe that this should be on YouTube, haifangi, hawawezi allow. Maurice, I'll tell you one thing. Wasanii wa Kenya, na sisi tunataka kutetea, but we always know. Hakuna kitu mbaya kama ni respect YouTube than my government. Naelewa. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. I think the problem ni wasanii hawajawekwa karibu na the governance ama the bodies zenye zina govern hizi vitu. Acha watu wakae tu pamoja, uweze kujua. Ni kweli. Because sijaona that thing yenye imeweka watu pamoja. Only time ya watu kulia ndio naona watu wanakuwa assembled. What about time ya kutengeneza hizi mikakati? Si tukae chini tutengeneze tujue hizi the limits na vitu kama hizi. Yeah, because ni elimishana at the end of the day. Yes. You cannot force me with this. Gospel ziko aina yote mingi sana, but maybe this is not my gospel. You understand? You can't force me with it. Sasa this is right and this is wrong. Unaelewa? Kuna vitu hata drugs ziko zenye hazistahili zikuwe zinaonekana. Yes. Okay, and that's the reason why we are not even using them. Hata kama mtu anaweza kuwa anaitumia kule, you cannot bring them in public because you know very well this hata nikipatwa pale nje it's wrong. Unaelewa? Ni kweli. Yes. Wow. Yes. This is East African edition of Rekeshume Nene. And kabla hata tutoke hapo, na hiyo moyo, hiyo. Huo moyo, huo. Lazima to tackle the fact that, the same guy who is in that position ya kuregulate, we are talking about Ezekiel Mutua, alikuja akasema wasanii wa Kenya, nyinyi mmesota vibaya sana nyinyi yote.
Mmesota nyinyi. Kwa umesota. First of all, sio kwa ubaya without attacking. But I don't think that is supposed kukuja kutoka kwa mtu kama huyo. Personally. Okay. If you're a father, if you're placed kwa position ya father, won't be ashamed kwamba watoto wako unawaambia kwamba umesota. What are you doing as a father? You are in a position ya kumake msanii aweze kupata zaidi. True. Sit down na mimi, usimtukane. Usimtukane, please. Sio sawa. Nikalishe tu chini. Nikalishe chini. Mimi anytime hata niambie kwa kuja ukae hapa. Can I see? Because trust you me. Hiyo kidogo yenye napata kwa hii yenye nafanya. Ndio hata mtoto wangu anakulia. Uwezi itukana. Uwezi tukana if you are from a position ya father. It's wrong. It's wrong. Kweli. Kama amesota, aibu kutoka juu. Because you are the one when umeko pale. You are regulating, no problem. If you're regulating, you're supposed to be able to regulate mpaka njia yenye vitu zika flow. Unaelewa? Regulate mpaka msoto. Yes. Hiyo msoto inamaanisha pia wewe kuna mahali unakafunga. Kafunguliwe, si ndio? Because if you're regulating wewe, yes, you are the one who's regulating it. Okay. I don't believe kama nikuulize kama maji ifiki nikipata hapa. Alafu mtu wa maji yu mwenye anafunguanga tap the main kule anakuambia wewe hauna maji na utaikuwa na maji ama anakuambia maji yako ni chafu. Unaelewa? Nionyeshe yes, ndio because I'm gaining from avenues zenye nyinyi wenyewe ndio mmezitengeneza. True. Sit me down. Yes. Tukae chini. Tuelimishane. Yes, tuelimishane. I will take it. Yes. And I say, na sio mimi peke yangu, wasanii karibu wote. True. In this country. Wow. We'll take it. Wow. Watu wanataka. People are there because you won't believe ukiniambia mimi nimesota. Mimi nimesota ukisema wasanii wa Kenya wamesota. How many people do you know kwa hii country ni wasanii wengi, si ndio? Sana. But ukiniambia mimi nimesota. Trust you me, the calls zenye napata kutoka kwa wasanii wengine wako chini ni mingi kushinda calls zenye yeye mwenyewe anapata pale juu. Ni kweli. Ni mingi cause people wanaangalia zile za people believe. Sasa huyo nitamwambia utamwambia nini ukisema kwamba mimi nimesota. Umeelewa? Sijakataa ndio pesa haiko. It's not flowing vile nataka. Yes. Because sana inastahili kukua iko linked na these other things, the corporate market inastahili kukua linked na the advertising companies, other agencies na vitu kama hizo. And hiyo connection haijakuwa vile. Ndio maana unapata mtu anaangalia zile za tumekuwa na makiki. Watu wanataka kufanya something ile imetokezea tu mara moja, they extract a milk maximum out of video haraka alafu atoke. Na it's happening hivyo. True. He is right, but I don't think inastahili toka kwa mdomo yake. Siamini hivyo. Wow. Tumesikia. And update hapo pia ukituambia pia hata wewe regulate pia hizi nini tupatie update. Hapa kuna ile vizuri sana kabisa. Kuna kitu imefanyika hapa. Tusikue na wasiwasi. Imefanyika. Tukiati tungoje tu. Niko na imeiva vizuri sana. Without these challenges per day. Wewe wow. Inakaa utamu. Chonja. Inakaa utamu. Hata mimi sikuwa najua naweza pika kitu kama hicho. Inakaa utamu. Ni gezu wakati. Tutawaonyesha msijali. Waonyeshe usionyeshe. Nilisema unakuja kuwasha moto sasa. You are literally washing. Unawasha tu moto yani cha ukweli. Cheese. Unachoma cha ukweli. With all these challenges, yeah? In the case your son, yeah? Born. Yes? Yes. Amue mimi nataka kuingia kwa usanii. Utamuelekeza, utamu-encourage kwa kuingia kwa hii usanii ama you play it different. Si usanii peke yake, but everything. Okay. It's funny, my son already has an interest kwa what I'm doing. Okay. But it's not the way I'm doing. I'm from the same face that yanafanya. My son, anytime
nimemchukua nikamshika hivi, nataka kupiga picha na yeye. Moja wakati niko mchafu hivi, hata wakati nimeoga hataki, anaangalia chini. He's not you and me. Yeye ni hao watu wenye wako nyuma hizi wako behind the yes. He really likes to play na machines. Ni mtu ma PlayStations, ni mtu gari, hataki kuendeshwa, anataka kuendesha. Cameras, all my cameras tayari anajua kuzioperate. You understand? Okay. He likes computers, anapenda edit na vitu kama hizo, but he doesn't like kuwa mbele ya kamera. Okay. So it's a route na ni line yenye I'll propel. Okay. Juzi ameniambia from nowhere, Dad, I want to become, I want to be a scout. And I was like, a scout you are. Na hivyo ndio niliamua. So right now he is a scout. And I have to propel it because mimi nilitamani kuwa scout. But the first time nilikuwa scout ile mpaka nikaenda nika-raise flag was when nilikuwa high school. Okay. And I remember exactly how it felt. Kama nimevalishwa nguo ya scout juu chini na kupandisha flag. So I can understand the joy. I understand the joy nyako nayo. Okay. It's all about akiwa na interest. Propel it. Okay. Let's deal hapo kidogo na the kid, your son. Being a father, hiyo huku regulate kwa jokes ama kwa zile nini utafanya. Unaona, hii kijana ataona. Ama hii ushawahi kuwa na joke moto ukaona hii siwezi piga hii itachoma. Shauri yake. Agwende. Niwache. You know what I say? And that one nasema mbele ya my son, and I will always insist kabisa. You as parents, as much as wanasema, oh, my son comes fast, oh, my daughter comes fast, oh, my family comes fast. Hiyo ndio jinga kubwa sana yenye watu wanafanya. And that is one of njia ya kujidepress wewe mwenyewe. If through this, my son came. Understand? And through this, my son is educated. Because this is the thing that inafanya apate hiyo pesa. Through this, my son akona house. Through this, anavaa. Where am I really supposed to be concentrating sana? This is supposed to be my motivation. Motivation. Not like I have 30,000 shillings, akona school fees balance ya 30,000 shillings, I take it there, inapitia through hapa kabisa, because this is the multiplier. You understand? Hii ndio ina multiply, hii ndio inaleta. So I say this really has to be happy. Hakuna kitu mbaya kama mtoto wako anakuja home anapata uko depressed. I've seen this story kuna sacrifices that you make, but those sacrifices that you make really are supposed also to satisfy you kabisa. Mtoto wangu atakuwa anakaa mchafu hapo kweli until I attach myself na yeye, because aibu sio yake, aibu ni yangu. So it's about who? It's about me. True. Mtoto wangu aende kwa the best school, sio kwa sababu yake, because pia mimi nataka pia tuone, unaona, umeelewa? Mtoto wangu akuwe na the best health, not just kwa sababu yake, but pia zile za wani nimeweka watoto wetu vibaya, usimweke kama yangu, unaelewa? True. I'm supposed to be that center. For real, for real. Hata Bible inakwambia penda wengine jinsi pendavyo. So ujipende, unaona? Ndio ujue how to penda watu wengine. Okay. You understand? Yeah. It's supposed to be, this is an extension. All these things are extensions. Yes. Imagine you have a father and I also have a father. Tuko hapo, unaendesha Prado yako. Alafu unasema mbele ya watu, hii Prado, budangu aliteseka sana ndio niendeshe hii Prado. Na mimi niko hapa naangalia juu nasema, unaona zile mahelikopta zile mandege zote? Uone budangu anapita hapo juu. Hebu imagine hapa chini. Do I even need to say ni nini naendesha? No.
Juu umepoint. Because my dad akukule juu niko na maprado huku chini kama kitu kingine. Ziko. Mingi. You understand? We all know all these leaders when you wame create something kwa life zao. Watoto wao wateseki. So you see? So do something to yourself. As much as I'm doing this and it's making me happy, I want to come back home with a smile kwa face yangu and I want my son to react to my smile. Sitaki mtoto wangu aone zile za my boss nini my son. Wake up, I'm struggling because of you. I'm not doing this bad thing because of you. I don't want that. I want my son to always see me with that smile. You understand? That's the thing. You're the life. Do what impress kabisa. Wow. But make sure I'm embarrassed. You understand? Isimweke kwa position zile za. Yes. You understand? Yes. And mimi kena ni bamba. I'll do it. At some point he will deal with it. He will deal with it. He will. Hata Osama si yako na watoto. So Paddy. Wewe tuchekesha sana. Sana, yeah? The question is, nani hukuchekesha? Okay. One funny thing. That hata yeye mwenyewe ajui chenye kama kuna kitu nipatia smiles na kicheko sana happiness ni my son. I'll say that for real. Yeye unichekesha na he's not funny but sometimes he does things that hata ni move unifanya nijione. You understand? But kwa entertainment industry I have a number of people when I really love their content. Big up a few. Internationally, Maju, I really love Kevin Hart. Okay. I really love one thing and nimekuwa nikiwatch sana, I repeat is Mind Your Language. I've always liked such characters. Almost all of them, I love them. I've been meeting to old school sana. I've been watching a lot of 2.5 Men. I love Charlie. He really makes me laugh. And I like watu wenye wanachekesha Virginias. I am a Mr. Bean all the way. I'm a Charlie Chaplin all the way. In Kenya, I also have watu wenye pia wananichekesha. Unapata ndio amekuchekesha hapa. People wenye pia I really love their contents. Yes, so wako I have I love what Mamito is doing of late. Okay. I love Cartoon and Daisy Gau. I love what they are doing. I also love Crazy Kenna. I love what the evolution ya Eric Omondi. I love what wako. Okay. So I watch this. Yes. So hata ukitulia you watch our content. Yes, yeah. I really consume. Sana online. Okay. Yes, kwa TV, kwa TV I have watu wenye pia wananibamba sana and I see what they've done. Mpaka bado wako ni mtu kama Ondie kunyuka kuota na Makoha. Yes. I see what they are doing and big. Niko highly motivated. Okay. It's a challenge pia. So what do you think of hiyo revolution hiyo vile sasa hivi vitu ni kama online ndo kameshika? What do you think of? It's good. It's good. For the first time we can regulate our own thoughts venye tunataka. Ni kweli. As much as ndio tunaona other people wanajaribu kuregulate. They can regulate the content but our thoughts ni sisi. Kuna freedom. When I used to watch time ya kina Mzee Ojwang and the Thorongongos and the Masaki. You remember those days? Yes. Kulikuwa na a lot of limitation. Like you will, if you didn't watch it, hautaiona tena. Ni kweli. This date, kumbuka Obachi akisema same place, same time. So you what? If you went there, hiyo time, yes, imekupita. Within that date, imekupita, haukuiona tena. You understand? But today, we will air this
Somebody again and again and again and again and again. So I think it's good. It's good. It really empowers. Okay. Inatu empower kabisa. And then nakumbuka pia kitambo nimehustle nikienda kupeleka mini DV kwa studio. Like this stations. Napeleka nataka uone sijui kwa the beat. Yes. Pata na mtu fulani hapo unashindwa zile sasa huyu mtu deal na yeye. Anataka this amount of cash. Somebody wants 5,000 ya kuchezea ngoma katikati ya ngoma zingine. Kwa mix. One verse. Yet squeezing social media na kukuala hata hiyo 5,000 hata ukitaka you can even boost nayo. True. And you'll get even higher views when unataka, you understand? True. So I love the evolution and I think it's good. Okay. It's good. It's so fair. Okay. Mimi nataka kuchokoza watu pia saa zingine. And hiyo najua ni hiyo. Inawajua na hiyo Kiswahili sana. Si hiyo ni gani basi? Jibu. Jibu. No. Swali ni no. Swali ni hiyo lakini answer ni no. Uliza alafu usiniulize kwa sababu hujajua answer. Na usiulize anything kwa sababu. Si ile swali hiyo unafikiria ndo tunauliza. Siulize uone kama hata si no. In fact, wacha ni flip. Uliza. Sasa nitakuuliza yenye probably swali si answer si no. Okay, so. Now my question is, are you the king of parody? No, I told you. The king of parody is Kajairo. Hey, Kenyan king of parody is Mr. Kajairo. I have nothing to do with parodies. Okay. So, mine is just music, comedy, funny content. That is a crown yenye. And I'm not saying it kwa sababu namheshimu ama nini. Ni kwa sababu Sheki, the king is still here. Okay. Hajatoka? He still has vitu zake. So, hata tufanye nini? He is. Without him, hata sisi hatungekuwa. Yes, so he is still the king. He is still. Wengine watasema amejiondoa kwa hiyo, but that crown is his. Okay. It's his. Mimi hata kichukua niambie, now you're the king of parody, nitamwambia wewe. Shikilia. Line yangu, I'm creating my own kingdom. Okay. Amazing. When and how did you meet? Kuna mtu mwingine anakula ugali? Tuko wengi. Wewe na nani? 4, 5, 6. Tunakula ugali na tunakat. Tunaanza zile majina na manamba zinaanza kupanda juu. Zinapanda hivyo. Zinapanda kama ugali imeisha, sawa? Nimepiga size yangu. Wacha tupatie new subscribers. But then guys, kama huja subscribe kwa hii channel, kindly hit that subscribe button sababu kusubscribe ni free. Wacha tukimbizane na huyu kijana hapa. And by the way, kama huja if you are new to Paddy Wubon, if you are a Rekes Good member na huja subscribe kwa channel yake, kindly kimbia pale kwa hiyo channel yake ni Paddy Wubon. Ukisearch tu hivyo utaiona ni channel moja amazing with over 90 sikia sasa na ujue mimi ufanya research yangu with over 90 videos. Kweli ama uongo? Nimefikiria unasema 90,000 subscribers. Videos. Live. And over 236,000 subscribers. Yes. Kuna content mingi pale, unaweza kimbia pale, subscribe to his channel and watch hizo amazing content. Na kama vile si ufanya, ukiwatch hapo kwa comment sema umetoka huko kwa Rekes Good ama sema wewe ni Rekes Good member pale. Rekes Good send to me here. Yes. #Rekes Good. Yes, andikisha hapo na kimbia pale. And kama wewe ni subscriber wa Paddy na huja subscribe huko kwetu, kindly tumkimbize ako mbele yetu. Tumkimbize jo tumpeleke teke. Kindly subscribe tukiendeleanga. And Paddy naona anapika ugali pale. Paddy? Yes, I am. When and how did you meet the love of your life? The love of my life? Yes. Nilikuwa hiyo siku nilikuwa nasikia njaa. Nikakaa nikaona watu wanapikanga hii kitu. Nikasema sasa na ni unga na maji. Hapo mwiko tu nafanya hivi. Maji nikapika tu na ikagua hivi.
Sasa hakuna mtu anaweza katuachanisha. We are still together. Swali lingine. Yes. Nilijua tu sitakuuliza. Up to date I still love this person. Sasa ndo sasa sijui. Namuita Snow White. Sasa wacha basi nijue. Yeye peke yake na najua uzuri wa mwiko yangu. Unaona? Na wakati na mkandamiza na kuanga tu. Tumemsikia. Unamsikia? Kabla ni muonje lazima nimrushanishe kwa ukuta. Unanielewa? Kabla muonje. Kabla ni muonje lazima nimrushanishe kwa ukuta. Akiteremka chini nayo unacheza. Na kabla ingie kwa mtu lazima kidole kwanza, unaelewa? Ai bana, nyamu juu mapenzi bwana. Unajua ugali, uzuri wa ugali ni moja. Unajua ukipata kwanza supu, unajua supu inakuanga mjinga sana. Supu unaitengenezea ugali kwanza. Naweka kidole. Alafu unamshtua ni kama enda. Wewe enda. Supu atakuwa mjinga anaenda. Anaenda alafu anazunguka zani vya kikuja huko anapata. Siona ni. Wewe. Hakuna kitu mnajua na hii sekta. Anaitwa Snow White. Snow White. White is it? Hiyo ndo ilikuwa uchokozi and I kinda nilikuwa na feeling that utaichukua hivyo and that's why sikuuliza a specific thing. Niliuliza when and how. Mko na kazi miti. Kama itashika tumbo. Tushikanishe. Ndio kitu. Paddy, talk to me, Baba. I am sure you get a lot of DMs of young upcoming artists trying to reach out, yeah? Wakitaka msaada, yeah? I want you to take this platform and use it, yeah? Kupeana one word of advice yenye. One word of advice. Yes. One word. One, okay. Niko na words mingi sana. Your words of advice to hao watu wenye probably ni ngumu na ni wengi hujawahi hujaipata time ya kujibu hizo DMs and all they want is kusaidiwa. Sababu wakikuona wanaona Paddy alisha make it. So Paddy, wewe mbona utushiki mkono? One best thing that naweza nikataka kuambia msanii mwenye anajiona kwamba ana upcome na naisema sana. Yes. Mwenye anajiona kama ana upcome. You can never be Paddy. Na hutaikuwa Paddy. You know why? Usikupata Paddy. I don't know the formula of getting naweza nikajua formula ya kuwa Paddy but haitakusaidia. Nani umeona amekuwa Michael Jackson na kafika level ya Michael Jackson? We see wannabes of Michael Jackson. Saizi nikivaa shati ya white na leather jacket ya black and some nini don't touch my shoes za white hapo and I do the yes, but I'll never reach there. There's only one Obama, there's only one Mandela, there's only one Saddam Hussein, there's only all these people, there's only one Uhuru Kenyatta. There's always going to be only one you. Thumbprint, remember, there's a reason. Find yourself. Okay. The only thing that nikapatiana ni formula ni moja. Continue doing it, especially when you feel like you're falling. That is the best time ya kuamka. And there is always a solution around you. Hata kama ako mbali, the phone is always around you. Unaelewa? Solution nakwanga tu karibu hapo. Hakunaga kitu. So quit thinking that Paddy may make it because Paddy haja make it.
I'm just warming up. Unaelewa? So the best advice nadhani nikakwambia, know what you want to do. Wish for it, but start implementing. Wishing is very important, and continue dreaming. Never stop dreaming. Never. Never. Hata ukisikia mtu anakuambia concentrate, unaambia my foot, I'm dreaming. And wake up, gather conscious mind yako, start making your dreams zikue something. Because people, I always say, right now I'm seeing a very beautiful invention. Yeah, this thing. At some point, this thing ilikuwa tu kwa akili ya mtu. True. If you close your eyes and then you open, everything around us, at some point ilikuwa kwa akili ya mtu. This is all money. You cannot tell me that there's no money. Kweli. Somebody anasikia poa, going kwa bank na kitoka. Somebody anasikia vizuri. Because of that, somebody anasikia vizuri. Even this house, even these words zenye tunasema at some point. True. Zilikuwa tu just thoughts za mtu. Why are we afraid of thinking? If Paddy is doing that thing, and sasa hivi mtoto wako akiamka akwambia, daddy, me when I grow up I want to be Paddy. First thing nikamuuliza zile da, baba nini mbaya na wewe? Ndio. But my son ana study, and my son is having a better life out of something that is not even being taught kwa shule. Nobody is teaching it. Hii ujinga yenye nafanya. That means hata wewe na hiyo werevu yako, if you just do what I do with ujinga yangu, you will go somewhere. Ujinga yenye nafanya naifanya serious. Badala kufanya seriousness yako vijinga, hakuna mali unaenda, unaelewa? Mimi naifanya serious. Understand? Somebody in the middle of town ametengeneza choo, kitu yenye kila mtu, people don't give a, but yeah, he gives a pupu. You understand? That's the thing. Hiyo kitu yenye kila mtu hataki, anaifanya serious. Just do it. Just do it. Do it. Know what it is and go for it. True. That's just it. True. And when I say you go na your stamina, I mean hivi. I always give this example ya tuko hapa katikati. Hii ni barabara hii ni barabara nyingine ya kwenda jehanamu na hii ya kwenda mbinguni. Utaenda gani? Na ujui. Utaenda right ama left. Ujui gani naenda mbinguni gani naenda jehanamu. Utaenda gani? Utaenda tu ile utaenda. Na utaienda aje? Utaenda hivi? Hapana. Utachagua tu na uende. Chagua moja na utoke mbio. True. Hata kama unaenda jehanamu, enda mbio. Unajua kwa nini? By the time unafika hapo katikati utakuosha gundua huku ni kongori. Yes. Ndio mtu mwenye anaenda mbinguni lakini ako zile za na nataka. Hata ule mwenye ako jehanamu atakuwa amempita. We, boss unaendaje mbio bwana? Hata akwambie. So go. God blesses the people when you're on a pace. True. Don't hata kuogopa. Go for it. Atipadia akisema siwezi, mtu amesema siwezi. Do it. Go for it. Now let no one stop you. Sawa. Na hiyo nimesema yes. From the heart of my bottle. Yes. Go for it. Na hii kitu Paddy umeipenda sana na umeitaja. Na umesema utaenda nayo. And talking of it, wacha tukumbushe watu ni nini. Aka kitu hivi ni ka chopping board. Kata sio hey. Ugali. Hiyo napenda hii kitu. The love of your life. Hii kitu nafanya nitoke. Sawa, director sawa. Wacha na Paddy. Hii ujinga yake anasema hii. Anyway, hii ni chopping board courtesy of www.businesskitchen.com. Unaweza ingia pale kama Rekes Code member iko na offer pale kwako. Yes. Just cause wewe ni subscriber wetu, na kama hujasubscribe kindly subscribe ndio get kuwa one of the Rekes Code members upatane na hii. It's a chopping board lakini ni convertible. Ukifanya hivyo alafu unafinya unaweza weka vegetables zako hapo, kila kitu, na uitumie kuosha, na ukishamaliza kuosha uigeuze tena na ufinye hivyo na igeuke kuwa kama chopping board. Yes, it's an amazing thing. Yani hii pale kwa www.businesskitchen.com utapatana na offer moto sana moja ya Rekes Code. And
kuna wale watu wa kuona ndo kujua ama nini, wako pale town, pale Tea Room. Kuna building fulani pale ilipandishwa kwa the former stage ya 2NK pale Tea Room. Kuna building mrefu pale, ukipanda hapo first floor, ask for Business Kitchen na namba yao ya simu ndo hii hapa. Wapigie tu simu uambie uko town na umefurahishwa na this thing here. Na kama wewe unatuwatch ukiwa Mombasa, ukiwa Kakamega, ukiwa Kisumu, ukiwa kokote pale, trust you me, Business Kitchen delivers. You can call them kwa hiyo namba yao and place your order, alafu watadeliver. Watu wangu wa diaspora, yes, Reke School diaspora, watu wangu wa pale Qatar, UK, US, wapi, yes, tuko na nyinyi pia. Hizi vitu watu wengi wanauliza wanaweza zipataje? Business Kitchen wako WhatsApp, ndio hiyo namba yao hapo. Lakini mimi kitu nasema ni wewe, kabla uipate, si uko haso huko, si madhe yuko huku, si auntie yuko huku, si sister yuko huku, si mtoi ulimwacha huku akishughulikiwa na shosh, waitishieni hizi vitu. Yes, call Business ama watu tumia hapo kwa site www.businesskitchen.com. Itisha hizi vitu zitawafikia. Yes, we have amazing sufurias kama hizi mnaona, we have a dish rack kama kitchen rack kama what hizo sio za business. Hizi ni zangu hizi. Wacha nikuje sio hizi za padi. These are my fundas. Amazing kitchen. Zinaitangwa kitchen what? Yes, you can get all of them. Hata kitu kama hii. I'm sure hii padi hajawahi itumia. Inaitwa cereal dispenser ama cereal organizer. Unaweza ipata pale. Etanofa, amazing sufurias kama hizi and everything yenye unaona ikitumika kwa hii jikoni isipokuwa mimi na padi ni courtesy of www.businesskitchen.com. Namba yao ya simu ndio hii hapo. They deliver. Wanasema cook and serve like a boss. Padi, talk to me. Wewe ushapika like a boss? Nishapika like a boss. You are about to serve like a boss? Like a Ricky Rose. Yeah. Yes. Wacha sasa nipanguze ngozi. Yes. Ni usanii tu, ni kurime tu. Inaeleweka. Kama utozi. Yes. Ni parody gani ile according to you, yeah? Watu usema uwezi chagua mtoto wako mmoja. But ni parody gani ile ushaipiga moto ile wewe hata watch unashangaa nilikuwa nafikiria nini? Personally, one of my best parodies yenye napenda, actually not just parodies but pieces napenda, ni Man's Not Hot. Nilisikia kimulio kama kurra kwa kirike kwa nikaona kimkurugudu kia. That one. I like it. Reason why naipenda ni kwa sababu when I perform it, I always have that energy kabisa. But the best response yenye nimepata sana sana kwa watu ni ugali. 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 Hii chai ya mataka ina sukari. Hii maji ya potaka itoa sukari. That one. So but vile tu umesema nazipenda zote. Nazipenda zote because kila song iko na tale yake. Every song has its tale. I have a song like Moto Makusudi, which was Lingala, which is the most expensive kabisa. And I did. I spent a lot kabisa, but you also did a mashup of reggae. Yes, I also did mashup ya reggae. But zangu ni like kila piece iko na story yake. Okay. But the one in kama hiyo Man's Not Hot naipenda wakati naiperform kabisa na like transitions zake. Moto Makusudi, I wanted to feel what people feel because pia nilikuwa naangalia usanii na si ati nadharau but watu wanafanya kazi kidogo sana. Watu wanahepa. Watu wanahepa. And I know it because I'm doing parodies. Kuna parodies zenye wakati nimeingia nataka kufanya niko zile za ndio ujinga mtu amefanya hapo all along. I repeat hizi words mara kama 800 alafu anapata sijui 7 million views. Why? And kuna wale wenye unakaa chini uko zile za what?
hiyo note hata uipate. Imeshughulikiwa. Because there's a what? These guys are working. There's more than 7 voices zimeingizwa hapa, and these guys are twining this thing with genius. Am I really going to be able to crack this? Unaona? Sasa zingine unakaa unaangalia because lazima parody yako mwenye ngoma I feel proud of it. Like, hey, I'm happy this is an extension of what I've done. Hizo zingine unafanya kitu mtu azeme zile za pull it down, right? Kitu YouTube. Yes, kila song iko na tail yake. Kila song iko na tail yake. Okay. But so far, mine, nina napenda sana. Napenda Man's Not Hot. Okay. And the amazing thing is, hizi vitu zote, hii content yote ya Paddy iko pale YouTube kwa channel yake, Paddy Wubon. Go subscribe and watch his content. Before tumalize na hii story yote Paddy, yeah? Ushatuambia nini? Wacha tutap kidogo kwa your comedy part of you, yeah? Ile joke. Nika hot. Ujinga. Drop it like it's hot. Even though it's hot. Hata kama ijaingizwa pale ni hot pot. Ilikuwa bado hot pot. Ile joke moja moto unakuangana ama ushaipiga ama hujaipiga ama yani, but unajuanga hii ni noma ni gani? Joke ile noma kabisa. Yes. Yenye ushaipiga ama yenye unaweza piga. Yenye nikiambia mtu wote lazima atacheka. Bufanya hivi. Fanya hivi. Sio shaanza kucheka. Fanya hivi. Hiyo ina watu. Hiyo ni chukua ina watu. Very funny. Mtu mjinga. Mimi mtu wote sasa zingine mnaniambia, "Ni mfani hebu nichekeshe." Just do that. They always laugh. So, yes. Before that's a good one. Before hata to baya kukuwa mhot. Yes, if baya kukuwa mhot. Wanasemanga kama huwezi keep up, if the kitchen is too hot, you are the one who is hot. Just toka nje ya jikoni. Before tumalize Paddy. Sahani ni mbili. Sahani ni mbili, yes. Zichukue pale and tutaonyesha kile umeprepare leo. But kuna maswali tatu ama 4 mimi uliza hapa. Zikiwa swali. Nikimalizia. Tulibonga and tukaongea unakuja hapa hata kama ulikuwa umepotea. Watu waliona kwa introduction. Pure kabisa. Ni swali gani ulikuwa una expect nitakuuliza? Yani you are like lazima atauliza hii and sijakuuliza so far. Swali yenye nilikuwa na expect uniulize. Yes. Na sijakuuliza bado. Unauliza maswali na kuna lazima kunayo. Kama hii chakula naweza kumaliza bila wewe kunisaidia. Hiyo tunajua unaweza. Hiyo ndio hujauliza. Hiyo tuwezi. Haya, ni swali gani nimekuuliza? Ni swali gani wewe hupendi kuulizwa? And probably nimekuuliza bado. Na hupendi kuulizwa hiyo swali. Kuna mjamaa anajigeja hapa. Anajigeja. There's one thing yenye umenibamba nayo, nitasema nachukia sana nikisikia interview ananiambia. So. Lakini umechapa hivi kwanza. Ito so mingi. Hiyo sijasikia kwako. So tunaweza kula. Tuonyesha watu umepika nini. Nimeona umenawa. Magaziriko. Wacha pia mimi ninawe. But Paddy Wubon, wakati ukifika, yeah? Cause wakati huwa inafika kwa kila mtu, yeah? Unataka kukumbukwa na nini? Mimi? Yes. Of course, sitaki nikumbukwe kama yule mtu mjinga. Nakumbuka yule mtu mjinga sana. I want to change the life. Okay. Yeah, I want to through what I'm doing. Okay. And I don't want to do it
like nikitoka ikuwe that big thing. But I want to change, to do things in a way yenye ita motivate mtu. Itafanya mtu feel like it's possible. I don't know how at ile specific like niko na route, but I'm willing to live every single day in a way yenye what mtu ata appreciate. Okay. Like I would want nitaaibika na nitasikia uchungu sana nikiona mtu akisema kwamba it wasn't good kwamba nimekuwa kwa hiyo. Nitaifeel lakini itanisaidia niangalie what to do kwa next shows. Okay. Naelewa. So every single step that I make ningetaka mtu feel like it was worth it. It was worth it. Yeah. If utanipata kwa street, it was worth it. Kama utanipata na mimi kwa matatu, I would want mtu feel like it was worth it. If you are a part of my generation, umeishi na mimi, umeget kuniona na nini, I want you to say it was worth it to watu wenye utakutana nao ama wenye watoto wako na vitunguu zako nini? Vikilembwe kile kijekitile zako hizo zote ningetaka useme kwamba I'm happy I met Paddy, I'm happy na hii experience yote. All the commercials nataka mtu asemezee thank you. Okay. It was him. Okay. Unaelewa? Nataka tuonyeshe watu ndo upakue. Wewe bado ndo utapakua. Kuonyesha tu. Kuonyesha kwanza. Sio kuonjesha. Yeah, kuonyesha ni baadaye. Director Manoma. Yes, greens pale. Kwa hiyo greens tumefanyia steaming. Okay. Na tumeifanya na mafuta na kitunguu. Okay. Sijui kama mnapenda supu. Umesahau dhufu. Yes, dhufu. Sisi ni wenye dhufu sasa. Umesahau huku ni rekeshume nene. Yes, this is wanasemanga dhufu ni nusu ya dhufuria. Napenda. Yes, and this is the ugali. I'm sorry singeweza kupika kubwa kwa sababu sufuria nilikuwa nimebeba ilikuwa kidogo. But hii ni kubwa. Boss. Hapa haijawahi pikwa ugali kubwa hivi. Boss. Hii jikoni. Boss. Usifanye nianze show yangu ya upishi. And of course, hapa kuna fish fillet. Yes. Tumeifanyia kama analyzation. Alafu tukaipa manganese tukaeka legume salvakir. Tumeifanyia linguistic analytical disorder. Pythagoras. Paddy pakua. Kukua chef ni ngumu. Ukijambo hiyo vitu yote unaambiwa ndio special nini. Ipe ni maragwe wamejaza berenganya. Ile fish fillet tumefanyia tu ile kitu tu ya kawaida. Mkitaka kujua follow me. Yes. Nitawapatia. Wacha pia mimi nianze kukampenia subscribers. Mkitaka kujua follow me, subscribe. Mnitafuta bali. Swali ya mwisho tunaulizanga hapa juu ukipakua ni kukula tu tunakula ya? Ni kitu gani yenye ushayasikia kuhusu Paddy Wubon yenye ilikuwa ya uongo? Ni yako? Iko sawa. Na iko sawa. Iko sawa hiyo? Ni yangu. Ndio. Ni kitu gani ushasikia kuhusu Paddy haikukufurahisha sababu ulijua ni ya uongo but ukasema ile siku utapata chance huyo mtu ya kuaddress hiyo issue uta-address. That's why the show inaitwa Rekeshume Nene, yani wacha zitoke na wenyewe ama from the horse's mouth. Tupatie ukweli yako ya hiyo uongo ulisikianga. Kuna mauongo nimesikianga. Number 1, sijawahi toa kitu inaitwa kiki na sitatoa. Okay. Nilisikia sani ndio ndogo kama nini. Naweza pakua hapa na nitaka. Kama itapita kwa ile shimo. Sijaitoa kiki. So ile kulikuwa na history ya Drake.
Pata watu wengine wanaanza kusukuma kwamba pale anajaribu kama na kiki. Ile nikatia but pia mimi nilijoyride na. Kuna time mpaka Paddy aliulewa. Kuna mtu alikuja tu from nowhere Paddy akamaliza Paddy. Paddy amekufa. Nilishindwa jamani nakufa wapi? Nakufa hata sijafanya. Uliamka ukajichuna. Hata sijafanya commercial moja ya unga ya ugali. Naenda wapi? Na by the way, hii ndio show ya chakula. Hii ndio show ya chakula. Kama kuna kitu nataka mfanye nyinyi kama viewers. Ingia hapo YouTube, andika the word ugali. Andika hii kitu. Yes, ugali. Ndio uniambie pia hii industry yetu watu hawana mchezo. Ukiandika the word ugali, uniambie the first thing yenye utaona hapo ni nini? Ingia tu YouTube andika ugali. The first thing utaona ni nini? Ndio ujue hata hii industry watu wanataka mchezo. Wana mchezo. I'm waiting for that commercial. Hii ndio face ya ugali inajulikana kwa hii country. True. Na bado watu hawajaona hiyo. Nafikiri kama mtu wako na kampuni ya ugali kuja tufanye wonders. Yes, and Mama Kai alikuwa hapa na akasemaje, yeye hajui kwa nini anaonanga watu wa nje wamejazwa kwa magari, wamejazwa nini wakati wasanii tuko hapa. Na akakampeni sana akasema patieni hawa vijana kazi ya advertising. So guys, kama wewe vile tu unasema uniambie, sitaki kuwekea mingi. Yes, weka hiyo basi. So. Weka hapa. Kama uko pale na uko na kampuni yeyote ya ugali, ya nini, anything that unaweza taka someone to advertise ama influencer, tafadhali. Someone nini? Ndio nasema Paddy. Yes, ndio sisi tunakuja hapo. Kuja tufanye hiyo. Hata sisi tuko hapa bana. Agents. Sisi tuko hapa. Ukikuja tu sisi hautapata. Utaniona kwa utaniona nikifinya ugali. Hiyo siku wewe unavaa koti unakujia hapo. Yes. But anyway guys, tupatieni hizi kazi sababu we deliver. Yes. Unaweza fuata Paddy pale pia kwa mitandao ya kijamii. Paddy, wapatie social zako. Social yangu? Yes. Social media platform. At Paddy Wubon. Mungu sawa. Wacha tu nitajiongeza tu. WhatsApp is your boy Paddy Wubon. Ndani ya chumpani yaje ukitaka kufuatana na mimi wewe fuatana tu na mimi lakini usifuatanishe na mimi viblind. At Paddy Wubon. Ikiwa kwa YouTube Paddy Wubon, Twitter Paddy Wubon, Instagram Paddy Wubon. Facebook, TikTok yote Paddy Wubon. Na ni PADI WUBON. Yes, Paddy Wubon. Paddy Wubon. Niko tutapatana tutagaraka sana tu vile nafaa. Otherwise simkwende huko. See you up there. Wacha kabla nini? Kuna kitu hizi chakula hatukulangi kama hazijaombewa. Na mgeni ndio huyo ombesha. Ukisema hautaombesha tutakula. Tutaweka tu chini. Sasa unataka niombe? Niseme gani nianze na baba. Baba ni Raila bana. Baba Amolo Odinga. Anyway, I'm a Christian lakini sasa unataka nitoe brand. Utachoma. Utaomba hivi. Moja ka blessing kakuja kaingia na hapo acha niache space. Almighty Father, we want to come for this beautiful day. Thank you for the food. And we want to pray all that in Jesus' name, trust and believe in. Amen. 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 Nimeomba kama niko nao kwa mkono. Yes guys, wacha niwaambie ukweli. Paddy anataka tumalize kama sijawaambia food inaonja vipi. Hata mimi najua itakuwa hivyo. Fish fillet iko sawa.
And vile si ufanya Rekes Good kama kawa. Ya pale nyumbani, kindly all you need ni unga, fish fillet, greens, na hizo vitu zote uliona Paddy alikuwa amebebana nazo akikuja. And you can enjoy this meal pamoja nasi. And iko sawa sana. Wacha nisikie hizi greens. Chonjo. Na una director ananiambia niharakishe kabla Paddy avamie hii ugali. So niharakishe ndio apate kitu yake. And guys, Business Kitchen wametuletea an amazing inaitwa J kitu Paddy. Inaitwa J kitu. Convertible chopping board into besheni. Salad washer. Yes. Vegetable washer. Yes. All that courtesy of Business Kitchen. Na unaweza ingia pale www.businesskitchen.com ujishikie yako at an offer. Na kila kitu yenye unaonanga kwa hii jikoni ni courtesy of www.businesskitchen.com. And at the same time as we celebrate kuhit 200k subscribers, yes, tuna offers aina mbili. Nikukumbusha that Garden Light Properties wakiwa Ruiru. Unaweza ingia pale kwa ofisi zao Ruiru View Building pale office FF6, ama ukitaka kuwapigia simu unaweza tumia 0790737373 ama 0757154552. You want to know anything about land and properties, ask Garden Light Properties. Yes, unaweza watembelea, unaweza wapigia simu, but offer ni aina mbili. Moja ikiwa side za Matu. Yes, Matu along Masinga Kivandini bypass, and it's 30-40 minutes from Thika town. Unaweza kimbia pale. And the amazing thing with Garden Light Properties is wanakupeleka site visits for free. Kutaka ni poa, kujionea ni poa, alafu kununua ndio poa zaidi. So call Garden Light Properties wakupeleke site visits. Mnaweza panga siku, wanaendanga every Wednesday and every Saturdays, wakupeleke ujionee the Matu land. Ni 50 by 100 at an offer of 170,000 Kenya shillings. Wakona payment plan, unaweza wekelea deposit ya 50,000, hiyo ingine ulipe pole pole. Yes, kwa muda wa miezi 6, 3 to 6 months. Ukimaliza title deed iko inclusive. Kwa hiyo pesa wanakupatia 170 kwa 50 by 100. Unaweza pia ingia pale Malindi, useme mimi nataka ya upande wa Malindi. Yes, 50 by 100 ni 75,000 Kenya shillings only. 50 by 100. Ukitaka eka moja upande wa Malindi, courtesy of Garden Light Properties, yes, ni 200,000 pekee. Tuwekeni kwa mashamba, sababu hii investment ya land ndo huwa haichomi. Yes, iko sawa. And I've been to Matu na nikajionea, and I'm sure mlituona tulikuwa live pale Facebook. It's a nice place. So tuwekeze kwa Matu, tuwekeze kwa Malindi, courtesy of Garden Light Properties. Yes, watu wanauliza title deed ziko inclusive kwa hiyo bei. Yes, ziko inclusive. Ukimaliza payment plan yako unapata title deed. Yes. Najua hiyo story, Paddy. Ni nini unafanya chini? Ni nini unafanya chini? Tulikuwa Matu. Tumetoka Matu. Tumetoka Matu tukakupata chini. Anyway guys, this has been Rekes Human and East African edition featuring Paddy Ubon. Mimi naitwa Alasi. Tupatane kwa mitandao ya kijamii, ndio hizo ziupita pahali hapo. Pita na moja niongeleshe pale. Tell us who you want to see next. Tumemaliza. On this camera nimekuwa na director Nelson Manoma. On this camera nimekuwa na Gekanga Morris. Tumemaliza. Uongezewe kitu.
Malindi nĩ kũndũ kũrakũra na njĩra ya igũrũ mũno. Mĩgũnda nayo ĩrathiĩ haicĩte bei. No Gardenline Properties endia ngũthi a mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mareciria wega customer ciao, nĩ amu nĩ marakwenderia 50 by 100 na ciringi 75,000 tu. Ũrĩhe 30,000 nayo balance ũrĩhe na mĩeri 6. Warĩha deposit ũratwarwo kuona mĩgũnda waku na ndege ũtekũrĩhi ona kĩ. Na to kuona tu, oho ũkagĩa na kanya ga gwĩthambĩra thĩinĩ wa iria rĩa Indian Ocean. Na nĩ ũndũ wa kũhurũka ũgakoma mũkawa-inĩ wa kĩrathi, nĩ amu ona we wĩ wa kĩrathi. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790737373 kana ũtũcerere wabici-inĩ citũ Ruiru Town, Ruiru View Building opposite Cooperative Bank, ghorofa-inĩ ya mbere. Gardenline Properties, you are light in real estate.